Kwenye kona ya ufundi leo nataka nikuletee vituko mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye fainali hizi la kombe la FIFA la dunia. Kubwa zaidi au kituko kikubwa kinachoonekana ni wachezaji kutoboa socks au kutoboa matundu kwenye socks zao ili kupunguza mgandamizo wa mwili kwenye misuli ya miguu. Yaani nyuma kule mara nyingi sana unakuta socks zimetobolewa ili kuzuia kukakamaa kwa misuli. Sababu za kiutendaji ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kupunguza mgandamizo. Soksi za kisasa za mpira wa miguu zinabana sana na zimetengenezwa kwa kitambaa cha synthetic cha polyester ili zisilegee. Wakati wa mechi ngumu za dakika 90 misuli ya mchezaji huvimba kwa sababu ya kukimbia mfululizo. Kitambaa kinachobana kupitiliza kinaweza kuikaba misuli na kusababisha maumivu makali au maumivu ya misuli. Kwa hiyo ndio maana soksi wanatoboa. Sababu nyingine ni kuboresha mzunguko wa damu. Kutoboa matundu ya kimkakati nyuma ya soksi kunaipa misuli nafasi ya kutanuka kwa uhuru. Wachezaji wanaamini mabadiliko haya yanaboresha mzunguko wa damu na kupunguza hatari za kuchoka haraka au kuumia misuli kuelekea mwisho wa mchezo. Sababu nyingine ni hali ya kisaikolojia. Wachezaji wa mpira wa miguu wana tabia zinazojirudia ambazo wanaziamini. Wachezaji nyota kama Jude Bellingham, Bukayo Saka na hapo awali Kyle Walker wamebainisha kuwa wakisikia huru kimwili na kuwapa ujasiri na kuongeza kiwango cha mchezo wao uwanjani. Kumbe kutoboa soksi kiwango cha uchezaji kinaongezeka kiwanjani. Lakini sababu za madaktari inashangaza kuwa hakuna ushahidi wa kimatibabu unaothibitisha kwamba kutoboa matundu kweli kunazuia majeraha au kuboresha mzunguko wa damu. Ukweli ni kwamba wataalamu wa sayansi ya michezo wanasema nguo halisi za kubana ambazo hazina matundu ndizo zinazoshauriwa na madaktari ili kuongeza mzunguko wa damu na kupunguza uvimbe. Kumbe madaktari wanashauri soksi zio zinabana. Faida hii inachukuliwa zaidi kama kisaikolojia, placebo effect. Lakini kwa wachezaji wa kiwango cha juu, ikiwa inawafanya wajisikie vizuri, wataendelea kufanya hivyo. Kumbe hakuna sababu za kisayansi. Lakini majina maarufu ya watoboa soksi ni kama Jude Bellingham, Bukayo Saka na Leroy Sane. Lakini pia timu ya taifa ya Australia imeonekana wachezaji wake wakitoboa soksi. Orodha ya wachezaji maarufu wanaotumia staili hii imegawanyika katika makundi yafuatayo. Kwanza kuna wale wachezaji wa kimataifa au kutoka barani Ulaya na kwenye fainali za kombe la FIFA la dunia. Kuna Jude Bellingham, Real Madrid Uingereza, Bukayo Saka Arsenal Uingereza, Leroy Sane Bayern Munich Ujerumani, Con Gallagher Uingereza, Mehdi Terim na Hussein Kanani Iran, Matthew Likin na wachezaji wengine wa timu ya taifa ya Australia, Anis Musa Algeria na Kyle Walker. Mchezaji wa ligi kuu Tanzania bara NBC ni Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka, mchezaji wa Simba, lakini pia Fabrice Ngoma au Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa zamani wa Simba. Hivyo ndo vituko vinaendelea kwenye fainali za kombe la FIFA la dunia kule Mexico, Canada pamoja na Marekani. Basi ni mtayarishaji wako wa kona ya ufundi Mali Ocheto. Kwa heri kwa sasa.